Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la nchini Iran, Ali Larijani, amesema kwamba mataifa ya Magharibi yametazama namna Iran ilivyokuwa na makombora mazito ambayo yanaweza yakapenya ulinzi wa aina yoyote, na sasa wanataka kuweka vikwazo ili Iran isiwe na makombora hayo. Ikumbukwe mataifa ya Magharibi, hasa yale ya E3 pamoja na Marekani, kwa pamoja yaliweka mkakati wa kuiwekea vikwazo Iran kutokana na suala la nyuklia. Lakini taifa hilo lisilokuwa na silaha za nyuklia, ambalo limekuwa na teknolojia ya hali ya juu ya makombora, sasa mataifa Magharibi yanataka iondoe makombora yake ya ballistic kutokana na kwamba ni makombora ambayo huenda baadhi ya mataifa Magharibi hawana. Makombora ya ballistic ya Iran ni makombora yaliyotengenezwa kwa hali ya juu na wana teknolojia nchini humo. Sasa kutokana na hali hiyo, mataifa Magharibi yanaona ili waweze kuishinda Iran lazima iondoe makombora yake ya ballistic ambayo wameaona katika vita vya siku 12 kuwa ni makombora hatari. Ali Larijani alisema kuwa mjadala wa sasa kuhusu makombora ya Iran hautokani na wasiwasi wa kiusalama, bali unatumika kama chombo cha kushinikiza na kuzuia uwezo wa kiulinzi wa Iran. Ameongeza kuwa haina maana kwa nchi za Magharibi kutoa maoni kuhusu aina mbalimbali za makombora ya Iran. Larijani, ambaye ni msuluhishi wa zamani wa masuala ya nyuklia, amesisitiza kuwa nchi za Magharibi pia zinatumia kadhia ya nyuklia kama kisingizio cha uhasama dhidi ya taifa la Iran. Amesema Marekani na mataifa ya Ulaya yanaibua masuala kadha wa kadha kuhusu makombora ya Iran ili kuidhibiti Jamhuri ya Kiislamu na kutekeleza hatua zao za kujitanua. Katika Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, Iran imeendelea kusisitiza kuwa hakuna nchi iliyo na haki ya kuingilia mamlaka ya ulinzi wa taifa la Iran. Marekani na washirika wake wa Ulaya wamesema mara kadhaa kwamba makubaliano yoyote yatakayofikiwa hapo baadaye kuhusu miradi ya nyuklia ya Iran lazima ajumuishe miradi yake ya makombora ya ballistic. Teherani kwa upande wake inapinga suala hilo, ikisema kuwa uwezo wake wa kijeshi si suala la kujadiliwa. Ali Larijani ameashiria uhusiano wa Iran na Magharibi na msimamo wa mapinduzi ya Kiislamu kuhusu uhuru wa kisiasa, kiutamaduni na kiuchumi kwa nchi hizo, na kuongeza kuwa Iran haina lengo la kuyadhibiti mataifa mengine na wala haitapiga magoti na kuwa chini ya udhibiti wa mataifa ya Magharibi. Amesema kwamba katika jambo ambalo wakati huu limekuwa likiogopwa mno ni namna ambavyo Iran imekuwa na makombora yake ya ballistic, na inadaiwa pia kupitia gazeti la New York Times kwamba ikiwa Israel itaanzisha vita, basi Iran itatumia makombora yake, na kwa sasa itatumia zaidi ya makombora 2000 kwa wakati mmoja kuilenga Israel. Gazeti hilo la New York Times limeeleza na kutoa tahadhari kwa Israel kwamba endapo wataanzisha vita, Tehran itajibu hujuma hiyo kwa kutumia nguvu kubwa, kwa kurusha makombora 2000 kwa wakati mmoja kulenga utawala huo wa Kizayuni. Katika ripoti inayochunguza hali hiyo hivi sasa kati ya Iran na utawala wa Kizayuni, gazeti hilo linalochapishwa nchini Marekani liliandika kwamba bila kuwepo mazungumzo, bila kuwepo uangalizi na bila kuwepo uwazi kuhusu kiwango cha akiba cha nyuklia ya Iran, wengi katika eneo wana wasiwasi kwamba kutokea vita vingine kati ya Iran na Israel ni jambo lisiloepukika, na kwamba kujiri kwa vita hivyo ni suala la muda tu. Lakini hali itakuwa tofauti na vita vya siku 12 ambapo Iran ilitumia makombora ya balistiki 500 pekee, na sasa itatumia makombora 2000 kwa wakati mmoja, na hii itasaidia kuiumbisha Israel na kuifanya Israel kuwa kama ulivyo ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.